Tumsifu Kristo Yesu, watu wa Mungu tena. Nilikuwa nazungumza nikawa na shida ya bundles. Nilikuwa nasema watu wa Mungu, wengine wetu tukitaka kukata tamaa katika maisha, huwa tunajikumbusha kule tulikotoka, kule Kristo Yesu, kule mkono wa Kristo Yesu ulipotutoa. Inabidi tuzidi kuendelea kwa maana tunajua kule ambako yeye Yesu aliweza kututoa. Wengine wetu tulikuwa tumekataliwa na dunia, tulikuwa tumekataliwa na ndugu. Hakuna aliyetamani kusonga karibu nasi. Hakuna aliyekuwa anataka kujihusisha nasi. Tulionekana kama viumbe ambavyo hatustahili katika jamii. Tulikuwa tumelia machozi yamekwisha. Tumelia mpaka tumefika mwisho. Tukawa tunaona shida, badala ya kuanza kulia unaanza kucheka kwa sababu umezoea. Tulikuwa tumezoea shida mpaka unafika mahali umekata tamaa, umeona mwisho na macho. Huko ndiko Kristo Yesu alipoweza kututoa. Huko ndio Yesu Kristo mkono wake uliweza kutubeba na kutufikisha hapa. Wengine wetu hatungeoa, hatungekuwa na familia, hatungekuwa na bibi. Wengine wetu tulikuwa tumekatiwa tamaa, tumeshalaaniwa, tumeshaonekana kama watu ambao hastahili. Hawezi kuwa hata na familia, hawezi kufanya chochote, hawezi kufanya lolote. Kama ni fulani ataweza kufanya nini? Watu wa Mungu, Kristo Yesu hali kwa nyumba ya mtu, hali kwa boma ya mtu. Ewe Mkristo mwenzangu, ukitaka kukata tamaa mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ama mtu wa Mungu, kumbuka kule Kristo Yesu ameweza kutoa. Kumbuka kule mkono wa Mungu umeweza kutoa na kufikisha. Kumbuka yale ambayo Mungu ameweza kufundisha, ameweza kuonyesha mwenyewe. Usije ukakata tamaa ukaanza kurudi nyuma eti kwa sababu mawimbi ni makuu ama ni makali. Kumbuka waliotutangulia waliyapitia changamoto. Waliyapitia mengi zaidi ya yale ambayo sisi Wakristo wa siku hizi tunapitia. Therefore, ukiniambia nikate tamaa, mimi nilishakata tamaa nikafika mwisho. Sasa ni tamaa gani utakuwa unaniambia nikate wakati mimi mwenyewe nilikata tamaa nikafika mwisho? Ni maisha gani magumu ambayo unataka kuniambia kwamba sijayaona? Hakuna kazi ambayo sisi hatujaifanya. Tumepitia changamoto ambazo zimetufanya tukawa wagumu. Tukadevelop ile self defense kwamba roho haistuki kwa sababu umeona mengi yaliyoshinda miaka yako. Yale ambayo tumeyapitia hayatoshani na sisi na umri wetu. Hiyo imetufanya tuwe na uvumilivu na tumjue Kristo, tumtafute Kristo Yesu. Ndiposa unapoona popote ambapo jina la Kristo Yesu linatajwa, nasi tunatamani tuwe miongoni mwa wale ambao watamwabudu Kristo kwa kweli na roho. Tunatamani kwa ndani tumwabudu Kristo kwa kweli na roho. Bali hatufuati Kristo kwa sababu tumeona watu wanamfuata. Pengine wewe mtu wa Mungu ulimjua Kristo wakati maisha yako yalikuwa sawa. Ulikuwa na changamoto lakini ulikuwa na watu. You had friends and family besides you. Friends who could look after you. Wale watu ungezungumza nao mkaelewana. Kwetu sisi ilikuwa tofauti. Nilikuwa peke yangu duniani. Nilitizama nikaona bingu na nchi vimekuwa giza. Niliona mwisho na macho haya yangu. Nikadhani nitakufa, nikadhani nitafariki. Nilikuwa nakaa nawaza ni mauti yaja. Sioni mbele, sioni nyuma, sioni msaada, sioni rafiki, sioni ndugu. Wewe uko hapa umeokoka. Uliokoka kwa sababu uliona watu wakiokoka. Mimi wengine wetu hatukuokoka kwa sababu watu walikuwa wanaokoka. Tuliokoka kwa sababu tulimjua Mungu kule ambako ametutoa na tunaamini kuna pahali anatupeleka. Hatuokoki kwa sababu ya watu wanaokoka. Hatukuitwa katika makutano kwenda kuokoka
kwa sababu watu wanaokoka. Hapana. Therefore, mtu wa Mungu, okoka kwa sababu najua ni kwa nini unaokoka. Kuwa na sababu tosha kwa nini umeokoka. Uokovu wako uwe kutoka moyoni. Wokovu wako usio wokovu wa kusukumwa kama gari. Ukiwa mtu wa kusukumwa kama gari, wewe haujaokoka bali unafuata upepo. Wewe ni upepo unaosonga, wewe ni upepo ambao haujui utokako na uendako. Tunasikia mpulizo lakini hatujui upepo unatoka wapi. Unaweza linganisha na upepo kwa sababu wewe unafuata watu. Mtu wa Mungu, kaa chini, zungumza na nafsi yako, keti peke yako, uliza Mungu, maisha yangu na yatamani yawe vipi? Usije kufanya vitu eti kwa sababu watu wanafanya. Kwa mfano, kuna wengi huenda kanisani kwa sababu watu waone anaenda kanisani. Usiende kanisani kwa sababu watu wanaenda kanisani. Wengine huenda kanisani kwa sababu watazikwa. Usiende kanisani kwa sababu utazikwa. Hata chokora uzikwa. Kuzikwa utazikwa tu. Lakini nenda kanisani kwa sababu unaelewa ni kwa nini unaenda kanisani. Wengine huanza kuhubiri injili kwa sababu wanatafuta pesa. Wameona pesa katika kuhubiri, katika mahubiri. Usitafute pesa katika injili, katika mahubiri. Mtafute Mungu katika kuhubiri, mtafute Mungu katika kuabudu Mungu. Kwa maana Mungu yupo nawe usiku na mchana. Anakufahamu. Ila usifanye kitu kwa sababu fulani anafanya. Kwa sababu upokee kitu fulani. Mimi nilikuwa nimefika mwisho, watu wa Mungu. Niliona mwisho na macho haya. Nikawa nimekata tamaa. Hata ukinielezea mambo ya kukata tamaa nitakucheka. Kwa sababu nilikata tamaa nikafika mwisho. Ukiniambia una face rejection, umekataliwa, nitakucheka. Kwa sababu mimi nilikataliwa na kila mtu, hata ndugu zangu. Wale tulizaliwa nao, though mama different, lakini baba mmoja, nilikataliwa nao. Sijui wanafanya nini na mimi hawajui ninafanya nini. Wale nilidhani ni marafiki. Marafiki ni wale seasonal. They are like seasonal friends. Friends are usually seasonal. Wanakuja katika maisha yako na huondoka, wengine huja. Therefore, huwezi kuamini katika marafiki. Marafiki watakuwepo leo. Watakudanganya leo wako nawe. Kesho ndio wale wanakusengenya. Kwa baadhi ya watu ambao wanasema mambo mabaya kukuhusu, wao marafiki wako ndio watakuwa nambari moja. Lakini Kristo Yesu yuko karibu na wewe, mtu wa Mungu. Hawezi kuacha, imagine. Hawezi. Therefore, okoka kwa sababu unajua ni kwa nini unaokoka. Usiokoka kwa sababu watu wamejaa katika mkutano. Therefore, unastahili kuokoka. Okoka ukielewa unaokoka kwa nini. Mjue Kristo Yesu zaidi. Mtafute Kristo kuliko vile unavyohangaikia mahitaji yako. Muwaze yeye ataweza kutendea. Miujiza ni baadhi ya vitu ambavyo utaongezewa tu. Therefore, usitafute miujiza. Tafuta uabudu wa Kristo wa kweli na roho. Mtafute yeye akapate kukutendea. Ukimtafuta yeye anajua ni kipi unachokihitaji kwa wakati upi. Na usiwe mtu wa kuonja vitu kiacha. Wokovu sio jambo la kitoto la kuonja na kuacha, kuonja na kuacha. Ukiamua kumfuata Kristo, mfuate jua, kwa mvua, kwa upepo, kwa vumbi, kwa raha, kwa shida. Usimfuate Kristo kwa sababu watu wanamfuata. Kuwa na sababu tosha kwa nini unamfuata. Wengine wetu tulimetolewa mbali. Tulikuwa tunaonekana kama vitu havistahili, havifai. Hata familia tungekuwa nayo kweli. Tulikuwa tumekatiwa tamaa, tulikuwa tunaonekana kama watu hawafai, hawastahili. Tumesemekana familia fulani haiwezi kufanya nini na nini, watu wa Mungu. Lakini Mungu sio baba ya mtu, ama Kristo sio baba ya mtu. Kristo ni mmoja, yuko mbinguni kuume kwa Baba. Sote alitufia sisi msalabani. Na anatamani tumjue zaidi, tumtafute kwa sana.
ili naye akaanza kututendea baadhi ya mambo ambayo tunahitaji. Kwa maana yeye hutuongoza katika malisho mazuri na maji matulivu. Anajua ni kipi tunakihitaji. Kama ndege wa angani hawalimi, hawapandi, ila wanakula, iwe ni binadamu, kwani ndege ni wa maana kuliko binadamu. Binadamu ambaye ni mfano, aliyeumbwa katika mfano wa Mwenyezi Mungu, hawezi kulinganishwa na ndege. Therefore, imani yetu kwake Mungu Baba Mungu itakuwa ufunguo katika kupokea vile vitu ambavyo tunastahili kuongezewa. Maisha bila Kristo Yesu ni bure, unajisumbua. Maisha ukiwa na mali na hauna Kristo Yesu moyoni, unajisumbua. Maisha ya kishetani, kufanya vitu vya kishetani, ya kishirikina, havina maana, kwa maana hivyo vyote vya shetani vitakwisha. The end product ya ushetani, ushirikina, uabudu wa shetani ni kuzimu, the hell, where kutakuwa na kusaga meno, kulia, vilio na kutoa machozi. Ila katika kuamini katika Kristo Yesu mwana wa Mungu, kukuongoza katika Ukristo, the end product ni mbinguni, ambako tumepromisiwa asali na maziwa. Kutakuwa na asali na maziwa, hakutakuwa na magonjwa huko, utapewa jina jipya, utapewa mwili mpya, maisha mapya, vyote vitakuwa vipya. Watu wa Mungu, zidi kuongeza imani yako katika Kristo Yesu. Usiamini katika watu. Marafiki huja kuenda. Marafiki wale ulianza nao utotoni, hata hujui wako wapi. Wale ambao umesoma nao primary, hujui wako wapi. Wale umesoma nao secondary, hujui wako wapi. Wale umesoma nao university ama college, hujui wako wapi. Kwa wale mlimaliza form kaenda kutafuta maisha, wale marafiki zako wako wapi? Do you know where they are? You don't know, simply because friends are seasonal. Do not entrust in friends. Entrust in the Lord Jesus Christ. He is the only way. No one should lie to you that he is the only one who can lead you to Christ. Even me, siwezi kukuongoza kwa Kristo. Siwezi. Bali, ninakufunza tu yale mafunzo ambayo yatakufanya roho yako imtafute huyo Kristo. Nikisema nitakuongoza kwa Kristo, kwamba nimetenga Kristo wangu yuko mahali fulani, nimemweka mahali fulani, ni lazima uende mahali fulani, nitakuwa na kudanganya. Huyo sio Kristo. Kuna watu wanaita Kristo mwingine Kristo, ila Kristo ni mmoja na yuko mbinguni. Amini katika yeye, usije kuamini katika mtu. Watu hubadilika, leo ni mzuri, kesho amebadilika. Lakini kunaye mmoja ambaye habadiliki, naye ni Kristo Yesu. Yuko nawe, alikupenda, kwa maana yeye, kupitia yeye vyote hivi viliweza kuumbwa. Kwa maana in the beginning, ama mwanzoni, kulikuwako neno. Neno alikuwako kwa Baba, na Baba alikuwa neno, na neno ni Baba. Neno ndiye Kristo, ndiye alikuweko kwa Baba, alikuweko kwa Mungu. Kupitia neno hilo vyote viliweza kuumbwa. Yani kupitia Kristo Yesu vyote viliweza kuumbwa, vyote viliweza kutendeka. Therefore, we are a product of Jesus Christ. That's why he had to come low to come and show us how to live. Tazama tu njia ambazo Kristo Yesu alikipitia. Maisha yake ilikuwa, aliishi vipi na watu, alifanya vipi katika maisha yake, na uanze safari, mtu wa Mungu. Usidanganywe kwamba kuna Kristo mahali fulani, kwamba kuna mtu amejiwekea Kristo mahali fulani, kwamba ni yeye anazungumza na Kristo, ni yeye anaweza kutetea kwa Kristo. Unadanganywa, mtu wa Mungu. Imani yako kwake, uwezo wake utaanza kujidhihirisha kwa maisha yako. Hiyo imani kutoka moyoni, vile utakavyofanya uamuzi wa kumpenda Kristo mwenyewe kutoka moyoni mwako, ndivyo utaachana na dhambi, utaachana vile vitu ambavyo vinakusongesha mbali katika uwepo wa Kristo. Ndivyo Kristo Yesu atasonga karibu na wewe. Ukiachana na dhambi, vile vitu ambavyo vinafurahisha shetani, ukaja kumtafuta Kristo Yesu, ndivyo ataweza kutendea. Usidanganywe kwamba kuna mtu amejiwekea Kristo kwa nyumba yake, ama kanisa, ama wapi. Kanisani nenda kujifunza neno la Mungu.
neno la Mungu ambalo hutoka kwenye Biblia vitabu. Kwa maana popote walipo wawili watatu, uwepo wa Mungu upo. Lakini usije kudanganywa kwamba Kristo Yesu amewekwa mahali fulani, kwa kanisa fulani, mahali fulani lazima uende fulani. Never. Kanisani unaenda kupewa mafunzo ili uanze kujiweka katika hali ambayo itawezesha uwepo wa Kristo